Asante. Habari ya asubuhi ndugu waandishi wa habari. Jina langu ni Benjamin Zenobi Mizengo, mwenyekiti wa baraza la vijana la Chadema Bavicha mkoa wa Rukwa. Nimewaiteni waandishi wa habari kwa ajili ya kuweka mambo kadhaa sawa, ambayo baadhi ya mambo hayo mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM ndugu Albert Kipele ameyasema kwa siku 2 au 3 zilizopita. Sasa kuna mambo ambayo ameyasema moja kwa moja ameisema Chadema, na kwa sababu ameisema Chadema tunalazimika tumjibu, kwa sababu tusipomjibu watu wanaweza wakaamini ni kweli. Jambo la kwanza, alisema kwamba Chadema inaeneza propaganda ya katiba mpya kwamba ni ajenda yao. Sasa mimi nataka kumjibu kwamba ajenda ya katiba mpya kwanza kabisa ni takwa la wananchi, na takwa hili linafanya sisi kama Chadema tuone umuhimu wa kuibeba hii kuwa ajenda, na sisi hatujawahi kukurupuka. Swala la katiba mpya limeanza kupigiwa kelele tangu mwaka 1992 wakati mfumo wa vyama vingi unaanzishwa. Mfumo wa katiba mpya umepigiwa kelele na tume mbalimbali, ikiwemo tume ya Nyalali, ikiwemo tume ya Kisanga. Katika chaguzi zetu zote Tanzania, katiba mpya imekuwa ikidaiwa, na hakuna mwaka ambao CCM hawajaingiza katiba katika ilani yao. Sasa ilimsikia mwenyekiti wa UVCCM anasema kwamba swala la katiba mpya lipo kwenye mipango, lipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, na Chadema tumekurupukia hii ajenda. Ukweli ni kwamba kila mwaka wa uchaguzi CCM wamekuwa wakiingiza ajenda ya katiba mpya katika ilani yao, lakini wamekuwa si watekelezaji. Wamekuwa na mipango mingi isiyo na utekelezaji, na ndio maana imefika wakati watu wameacha kuiamini CCM. Sasa hivi wanatuletea habari za amani, amani, amani. Hakuna asiyeipenda amani, lakini amani tunaitaka kwa wakati upi? Uwezo ukawa unaitaka amani wakati mtu unadhulumiwa haki, kumekuwa na dhuluma. Anasema kwamba wananchi wameiamini CCM na kuipa CCM madaraka, na wao watakuwa tayari kuwapa wananchi katiba mpya. Kwanza wao hawajawekwa na wananchi. Tunaangalia katika uchaguzi uliofanyika 2025 hakukuwa uchaguzi kabisa katika tarehe hizo, kwa sababu kila mtu anashuhudia yaliyotokea, na hata idadi inayotangazwa kuwa ni watu waliojitokeza kupiga kura si kweli. Sasa kwa nini watu wanaamua kudai haki zaidi hadi kupelekea baadhi ya wanaharakati wanatangaza maandamano? Wanafanya hivyo kwa sababu, jambo la kwanza, kumekuwa na ugumu wa maisha. Mwananchi mwenye kipato cha chini hawezi kuendesha maisha ya sasa kwa urahisi. Watu wengi wanashindwa kuafford maisha yao kwa sababu hali ya maisha ni ngumu, na hali hii inatengenezwa na serikali yenyewe. Chadema ilikwisha kutoa ushauri namna gani serikali iweze kuleta hali ya wepesi wa maisha kwa wananchi wa Tanzania, ikiwemo suala la kupunguza kodi lukuki katika bei ya mafuta. Tumeona saa hizi bei ya mafuta imepungua kidogo, lakini sisi Chadema tunatamani bei ya mafuta ishuke zaidi na zaidi, ili Watanzania waweze kupata unafuu
kwa sababu vitu vingi, bidhaa nyingi zinategemea bei ya mafuta, kwa sababu malighafi nyingi zinazalishwa kupitia mafuta. Sasa watu wengi wameshatangaza habari ya maandamano tarehe 7 mwezi wa 7, na niseme kwamba huo si msimamo wa Chadema, lakini kwa sababu watu wamejipanga kwa ajili ya kudai haki na kulalamikia ikiwepo masuala ya kikatiba, mimi kama kijana wa Kitanzania ninaona wao wanaweza wakaendelea na mchakato kwa kadiri inavyofaa, na mimi ninatoa baraka zote. Swala la maandamano si uvunjifu wa amani. Swala la maandamano si kuvuruga amani. Swala la maandamano ni hatua ya kukaribia mwisho kudai haki, kwa sababu CCM wameweka pamba masikioni, saa hizi hawasikii. Ndio maana watu wanaamua kutumia njia za maandamano kwa ajili ya kupeleka mahitaji yao. Mwisho ni wasihi vijana wa Tanzania na vijana wa mkoa wa Rukwa kutokukubali kupewa propaganda za kunyamaza kimya kwenye kudai haki. Haki lazima idaiwe kwa nguvu zote, kwa juhudi zote, bila kuwa na woga wowote. Hatupaswi kumwogopa mtu yeyote kwenye masuala ya haki. Sisi wote ni mashuhuda. Shule za msingi karibia 60% katika mkoa wa Rukwa, wanafunzi wanasoma wakiwa wamekaa chini, sema kwamba wanatugawanya ili waendelee kututawala. Lakini kihalisia CCM imekuwa fanya ili waendelee kututawala. Naona ni kama amechanganyikiwa kidogo na ameteleza. Hiyo kauli pengine ingetakiwa isemwe na mimi kwamba wanatugawanya ili waendelee kututawala, na huo ndio uhalisia. Kwa hiyo ninawaomba vijana wenzangu, tusikubali kugawanyika, tusikubali kunyamaza kimya tunapoona haki inadidimizwa. Tunatakiwa hali ya hatari katika taifa. Sasa mimi naona Katambi ametangaza bungeni. Mimi nahesabu muhimili wa bunge ndio umezuia mikutano na sio Katambi, kwa sababu amelitangaza bungeni. Kwani aliona kuna shida gani angesubiri wakati maalum ili aite press ili akataze hiyo mikutano? Na wao wamezoea kuvunja katiba. Sasa hii katiba haina uwezo wa kuwawajibisha. Ndio maana tunataka katiba mpya yenye uwezo wa kumwajibisha